Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ndio hivyo tumengwananga kama nilivyokuahidi. Tukirejea tutakuwa tunaangazia masuala ya malezi na jinsi ambavyo teknolojia pia inaendana katika masuala ya malezi. Hii leo nikizungumza na mtaalamu kuhusiana na masuala haya, na nitauliza, je, unadhani teknolojia inachangia kwa njia iliyo bora kuwawezesha wale ambao ni watoto katika kukua kwao? Ni swali ambalo wewe utakuwa ukinijibu. Leo nazungumza na Perpetua Omemo Oniala ambaye pia ni mwalimu na mwandishi. Karibu sana studioni. Natumai majina yako nimesema vizuri. Ndiyo. Nitaanza kwa kuuliza, mwanzo ni nini ambacho kilikuvutia kuingia katika masuala haya ya ualimu, uandishi katika kuelekeza wanafunzi na pia watoto? Asante Liz kwa kikao hiki. Kitu ambacho kilinivutia zaidi katika kikao hiki, katika hii topic ya digitali ya screen time na malezi, ni kwa vile sasa ulimwengu wa sasa ni global village, na watu wengi, sisi wote kwa jumla tunategemea teknolojia kwa njia moja ama lingine. Na wakati napokuja kwa watoto wetu, wanaitegemea zaidi hata kwa masomo, kwa kuwaburudisha na kutangamana na marafiki wao. Katika hali hii, kitu ilinivutia zaidi ni tumeona watoto katika mashule wakitegemea sana, na mwishowe inadhuru maisha yao kwa njia moja ama lingine. Sasa hiyo ndio imenivutia zaidi kuongelea mjadala huu. Utaalamu wako ni wa miaka mingapi katika swala hili la teknolojia na pia malezi? Umechukua miaka mingapi katika swala hili? Nimechukua kati ya miaka 5 hivi hadi 8. Kitu ambacho unaangazia sana ni kuwaleta wazazi pamoja ama ni kufunza shuleni? Yote, naweza sema yote inanisaidia kwa sababu hawa watoto ni watoto wa jamii. Na katika Afrika watoto hawa belong to mtu mmoja, wana belong to the community. Sasa wakati tunaona kama walimu, watoto wetu wanapoteza mwelekeo kwa sababu ya teknolojia, inatukwaza sana, na hapo ndo inafanya tunaona umuhimu wa kuleta wazazi waweze kutangamana na watoto na kukaa pia na walimu, waweze kujua vile tunaweza fanya kazi pamoja kuboresha maisha ya watoto, waweze kutumia teknolojia kuwasaidia, na ilhali tuweze pia kuwakinga, waweze kujua vile wanaweza itumia bila kudhuru maisha yao. Na hapo ndio nataka kujua, na kwa manufaa ya watu ambao wanatutazama siku hii ya leo, ni kwa namna gani teknolojia inaweza kukua ni ya muhimu kwa wanafunzi na kwa watoto wakati ambapo wanakuwa, ni kwa namna gani inaweza kukua kwa manufaa kwao? Manake wengi wa wazazi ambao wamewaachia watoto teknolojia kuwakuza, watakwambia pia hata ataachwa nyuma. Kuna wakati mmoja nilimwambia mzazi mmoja kwamba mtoto wangu singependa aanzie kwa simu, kwa hiyo tablet, singependa aanzie pale, ningependa aanzie kwa mimi na yeye na pia family setup. Na nikawa nikifikiria ni baadhi ya yepi ambayo ni bora katika hili. Asante Liz. Teknolojia ina manufaa mbalimbali. Tutaanza kwanza na kujadili vile teknolojia iko na muhimu kwa watoto kwa ujumla, wenye wako nyumbani hata shuleni. Na sana sana tunaweza sema wanaweza kutumia teknolojia kuweza kutangamana na wenzao kwa mitandao ya kijamii. Sasa kama ni wale watoto wakubwa kiasi, si wadogo, wanaweza kutangamana na watoto wengine kwa mitandao ya kijamii kama Facebook, Twitter, Snapchat na mengineyo. Hata wakiwa wako mbali, wanaweza pia kutumia teknolojia kwa kusoma. Kwa masomo ya siku hizi kwa mashule mengi wameweza kuintegrate, kuweka kutumia teknolojia na pia kufunza physical learning ile tumezoea darasani. Na wakati mwingine watoto pia wanapewa assignment, wanapewa kazi ya ziada waweze kufanya na waweze kupitia teknolojia. Watoto pia wanaweza tumia teknolojia kuweza kuresearch kwa kazi aina mbalimbali ambayo wanafanya. Na pia teknolojia inasaidia watoto wetu hata kwa kuburudika, ni a source of entertainment. Hayo ni mambo ambayo tunaweza sema ni mazuri kwa upande wa watoto wetu. Lakini sasa kuna changamoto aina mbalimbali ambayo imefanywa na watafiti aina mbalimbali.
ambayo yanafanya tunafaa tuweze kuzungumzia hii mjadala kwa kina. Ndio tuweze kuelekeza wazazi wetu, ndio hata wakati tuko na teknolojia na iko na umuhimu wake, ni nini tunaweza fanya kuihusu, badala ya kuisema tu ipo ama kutokuwa na habari kamili, kuacha tu watoto watumie tarakilishi, tableti na zinginezo, kutumia teknolojia bila mwongozo maalum. Na hapa ndio umesema inatumika vizuri kwa masuala ya kutangamana na wengine, masomo. Na hapo kwa kutangamana na mengine, kuna predators ambao ni watu wakubwa. Utawapata wamejificha katika vikundi, lakini wao wanavizia ama wanafuatilia hawa ambao ni watoto. Na nikawa nikafikiria ni kwa njia gani mzazi hata kama anamwachia mtoto ile tablet, ile simu, ili kujumuika na wengine na kuweza kuwasiliana na wengine, kuna vigezo na kuna jinsi ambavyo wanaweza kukuwa na limitations na mwongozo fulani wa jinsi ambavyo watatumia hii teknolojia. Ndio. Kabla ya kujibu hizo monitoring, kwa lugha ya Kizungu, kwa lugha ya Kizungu, monitoring apps, kuna some of those apps zenye mzazi anaweza tumia kwa sana kwa haswa kwa watoto wadogo, kama Family Google Link, hiyo ni app, ama Kids 360 ya kuweza imelinkiwa na hiyo tablet ama gadget yenye mtoto anatumia, na mzazi hata akiwa kazini ama popote alipo anaweza kujua mahali ambapo mtoto ameingia, na kwa hiyo anaweza aka protect, kwa sababu tayari hizo apps zina kinga na pia zinafahamisha mzazi mali mtoto hapo wakati huo. Lakini pia ni muhimu wazazi waweze kujua sheria ya Kenya iko na vitengo tofauti yenye acts, iko na various acts yenye wazazi wanafaa kuweza kujua, yenye tayari serikali ya Kenya imeweza kujaribu kukinga watoto wetu kutokana na ubaya wa uteknolojia. Na wacha tu ni seme some of those acts wazazi waweze kujua, ndio wajue hata wakati wanapitisha hizo monitoring policies, wanaweza kujua hii hata kisheria imekubalika. Sasa ya kwanza naweza sema ni Child Protection Act, hiyo ya 2022 imekinga watoto from abuse, from kuabusiwa kwa namna aina yoyote, na pia from kuharasiwa mentally. Act ingine ambayo serikali ya Kenya imeshapitisha ambayo inakinga watoto ni computer misuse and computer misuse and Computer Misuse and Child Crime Cybercrime Act. Computer Misuse and Cybercrime Act. Hii ni ya kipengee ya 27 ya Computer Misuse and Child Cybercrime Act ya 2018. Na hii pia inakinga watoto wasiweze kutumika, picha zao zisitumike hata kwa pornography, na ikiwa institution, shule ama popote organization ama hata mtu kwa filamu amue kutumia picha za watoto kwa njia yote ile, kwa hali mbaya, anaweza shikwa na mkono wa sheria, na anaweza fungwa kwa miaka 25 ama apigwe faini ya milioni 20 ama ahukumiwe both milioni 20 na hiyo na kufungwa gerezani miaka 25. Na ingine yenye sasa yenye muhimu zaidi pia ni yenye imetokezea pia sasa hii, kuna act yenye ina Data Protection Act 2019. Hii pia inahimiza institution, mashule na institution zote na organization, watu wote wenye wanadeal na mambo na watoto hawapaswi kutumia data ya watoto kwa njia yoyote ile bila idhini ya mzazi. Na ukipatikana umetumia hata picha ya mtoto ama umetumia information ya mtoto kwa namna yoyote ile bila idhini ya mzazi, utachukuliwa mkono wa sheria. So wazazi ni muhimu kwanza wajue kwa upande wa serikali ni wapi ambapo wanalindwa, ni wapi ambao wanalindwa. Kwa hivyo sasa wazazi kwa upande wenye ulikuwa unaeleza kuhusu hizo apps, kwa nini wanaweza kumonitor, hiyo inafanyika sana, inasaidia haswa watoto minors wadogo, watoto wale bado wadogo.
na nikawa nikifikiria bali tu na wale ambao ni predators ama wale ambao wanavizia watoto wadogo na watoto wote kwa jumla kule mitandaoni, kuna swala la cyberbullying. Wengi wa watoto wamejipata kwa mitandao. Baada ya muda unasikia huyu anakuwa suicidal, labda vitu vingi ambavyo wamepatana navyo, kukiwemo mapenzi, manake wengi wamejipata katika mapenzi, wanajipata wameingia pia kwa bullying ambayo ni ya watu wengine wakubwa. Wale ambao ni wanabuli ni watu ambao wamejaa hatred, na wakati mwingine huenda wasistahimili. Wakati ambapo wanatangamana na teknolojia, na hili watakabiliana nalo kwa namna gani? Hapo pia sasa, asante, hiyo ni swali nzuri sana. Ni ukweli, hatuwezi sema hata kama watoto wetu wako kwa teknolojia, hatuwezi sema tumewakinga na kila kitu. Tunaweza tu kuwasaidia kuweza kujua venye wanaweza navigate through. Na hapo sasa ndio sisi jukumu letu kama wazazi na hata walimu tuna come in kuwasaidia. Kitu ya kwanza ni kuwafunza mara kwa mara, kuwafunza sasa kama ni kwa watoto wakubwa, kuwafunza umuhimu wa digital citizenship, njia ya vile wanaweza tumia kuingia kwa hizo platform, kuingia kwa hizo social media platforms bila na kuweza kujua kama ni predator anaingia. Kwa mfano, kwa sasa hii ni kwa wakubwa, kwa sababu kwa wale wadogo sana tumesema ni mzazi ataelekeza, atamonitor. Lakini kwa hawa wakubwa, kuwafunza pia wajaribu kuavoid kupeana information zao personal, kutuma picha zao penye wao location, kama wameenda maybe burudani, wache kupeana hizo personal information, jina zao kamili, na wajaribu pia kama kuna advert yote inaingia, wajaribu kama si yenye inahusika na mambo ya kusoma ama hiyo kitu yenye imewapeleka hapo, wajaribu wasi click on it. Lakini unajua curiosity ndio kitu ambacho watoto wengi na hata watu wakubwa wazima utapata bado wanapambana nayo. Unaona app imekuja tu, wewe unasema ndo hivyo. Na unajua katika programu nyingi zinaweza kukaa ziko vizuri, zenye wanajifunza, lakini the apps in between ni nyingi. Watatoboa kwa namna gani? Kwanza ni kwa kuwaelimisha sisi kama walimu, ama walimu na pia wazazi nyumbani, kuwaelimisha. Na juu wakati mwingine pia venye umesema ni kwa hakika wanaweza jipata wameingia na hawajui, hata wakati wana click hawajui, wakibonyeza hawajui wameingiza mtu mwenye ni hatari kwa maisha yao kwa namna moja au lingine. Na wakati huu in case ifanyike, sasa umuhimu wa kuwafunza waweze kujua kuhusu hiyo digital citizenship na kujua kuhusu mambo tu ya teknolojia kijumla, ama etiquette, ni wakijipata, in case wamejipata wameingia, wanafaa waweze kuwa na kureport. Wanafaa waweze kueleza, kama ni nyumbani waweze kueleza mzazi, siku hizi kwa mfano ninapata tu ninatumiwa information na mtu hivi simjui. Yani kukue na hiyo mazungumzo ya mzazi na watoto mara kwa mara kuhusu mambo ya dijitali, njia ya kutumia teknolojia, na kukue pia na uwazi. Wazazi wasikue ama walimu, kukue na njia ambayo vile huyo mzazi yako na huyo mtoto, ile relationship venye wanatangamana na mtoto ama watoto, waweze kukua wako free, wanaweza kureport at any time kitu ikiweza ingia, kitu wakiweza jipata wako kwa shida ama kwa kitu ambacho hakiendani na maadili. Ndiyo. Lakini wakati ambapo maandamano ya jinsia yalikuwa yanafanyika mwaka 2024, yale ambayo yalijitokeza kwa pakubwa ni swala la maadili. Na viongozi wengi walilaumu pakubwa kwamba wazazi waliachilia watoto wao wakalelewa na teknolojia. Na kitu kingine ambacho kimechangia ni masuala ya uchumi. Ninataka mtoto wangu awe na maisha bora. Nipo kazini 24/7, ninakimbizana na hela siku kwenda nyingine. Na sio kupenda kwangu, kwa kuwa nataka mtoto awe na maisha ama watoto wawe na maisha. Na nikawa nikifikiria watoto ambao wanalelewa na dijitali, kwa mtizamo wako, ni wengi katika taifa hili la Kenya, watakuwa kwa namna gani? Manake the touch of a parent or rather human being touch inakosekana, na watoto wengi wanalelewa na teknolojia. Hapo umesema pia ukweli, Liz. Sisi kama wazazi, Mungu ametupa hilo jukumu la
hata kama tunatafuta pesa, tunakubali hali ya uchumi ni ngumu, lazima tutafute kwa hali hili ama lile, lakini tunafaa tujue zaidi ya hayo yote, jukumu ambayo tumepewa zaidi ni ya watoto wetu. Na hata kama teknolojia inaweza kuteki hiyo wakati, inawakeep busy kwa sababu umeenda shughuli hili hapa na pale, unapaswa uweze kujua mtoto wako ni jukumu lako la kumlea na kuweza kumfanya akuwe na maadili mema. Uwezi kuiachia, ufai kuiachia teknolojia. Na hata na kama jamii, community at large, pia ni jukumu letu tuweze kuelekeza watoto, tuweze kuwasaidia. Na sasa wakati hapa penye tuna faili kama wazazi ni hiyo kuachia teknoloji. Tunaweza tumia tu teknoloji, tunaweza wasaidia watoto na tukue na mambinu kadhaa ya venye tunaweza wasaidia kutumia teknoloji na pia waweze kuwa na maadili mema. Naweza kusema maybe some of hizo roles zenye mzazi anaweza fanya, bado mtoto atumie hiyo teknolojia na aitumie kivizuri, lakini pia ajikinge na kupata yani apate maadili mema, ajikinge na maovu. Umeambia wazazi, the parent has to be a parent. And you have to play your role. Yes. Na hata kama teknolojia hipo. Yes. Alan, lakini wewe kama mzazi uwepo kuguide. Yes. Niruhusu nikuulize hili swali. Nimeona kuna kitabu chako Because I'm Bullied. Ndio. Hebu tueleze kidogo kwa nini hiki kitabu na kilitokea wapi na kwa nini ukaamua na kinabeba nini? Hiki kitabu ya Because I'm Bullied, nimeandika hiki kitabu, nilipublish tu mwezi mmoja uliopita, na kitu ambacho ilinifanya kama mwandishi ni come up nayo ni kwa hali ya kazi na utangamano na watoto wa shule mbalimbali na hata watoto wa madada zangu, wa ndugu zangu. Niliweza kuja kujua hii issue ya bullying ni kitu kubwa sana na ina affect watoto tabaka mbalimbali. Iwe ni watoto hata kama wako kwa high end, watoto utasema kwa high end families, watoto wenye wako kwa maskini, watoto wenye wako town, na watoto wenye hata wako mashinani. Ni kitu ambayo ina affect kila mahali. Na pia kuna watu pia niweza kutangamana nao wenye ni watu wazima, na wengine wao wameweza ku express vile bullying venye imeaffect maisha yao hadi saa hii. Wanaonekana kama wamefaulu katika maisha, katika hali ya kazi, lakini ndani bado wanaumia, wanakwazwa kwa mambo ambayo walifanyiwa wakiwa wadogo, sana sana shuleni, na hawakukuwa na popote pa kukimbilia. Sasa hiyo issue ya kuona iko kila mahali, ina affect watoto wa kila aina, haibagui, ni kama kansa, haibagui, ama ugonjwa wa sukari, haibagui. Ndio ilinifanya nikaona ni nini naweza, alafu reporting cases pia ya watoto sana na vile wanasumbuka na bullying. Ndio ilinifanya nikaona ni nini naweza fanya kujaribu pia kusaidia jamii, wazazi, walimu wenzangu, watoto wenyewe, kwa sababu tunajua watoto ndio agents of change. Yes. Ukitaka kitu change hata for future, watu best kutumia ni watoto. Sasa hiki kitabu ina capture tu experience ya mtoto fulani anaitwa Kinya, venye anapitia bullying kwa setting tofauti, akiwa darasani, akiwa ameenda kukula, akiwa ameenda outdoor activities, akiwa ameenda trip. Situations zote zenye watoto wanatangamana nao, na mpaka cyber bullying, kwa sababu hiyo pia imeshika sana sana upande wa body shaming, kuspread rumors na body shaming. So nilitumia ni stories, different stories, lakini ni real stories ni zenye zimefanyikia watoto tofauti wakiwa wako shuleni, na vile imerudi ikawadhuru. Sasa kwa hiyo kitabu inasaidia walimu na hata wazazi na hata watoto wenyewe kuweza kujua madhara ya bullying. Juu wengine wao hata wajui, wana follow tu the rest. Na pia kuweza kuhamasisha hawa watoto kijumla. Madhara, ukifanyia mtu bullying inamfanya ahisi aje, na wewe ungependa kuhisi hivyo. Na in case hata kama hajakufanyikia, uone mwenzako amebadilika, ama kuna kitu mbaya inamfanyikia, ama anakuwa bullied, wewe kama mwenzake ni measures gani unaweza chukua kumsaidia ama kuripoti? So inahamasisha wenye wanaweza fanya bullying, inahamasisha pia wenye wamefanyiwa hiyo bullying, inahamasisha pia shule, walimu. Saa zingine watoto wanaofia kueleza walimu
kile ambacho so inaelimisha pia walimu ni nini ni sessions gani ama ni aje wanafaa kuweka kwa maisha yao ya kila siku ya venye wanafunza watoto, kuweza kujua venye wanaweza tangamana na watoto, waweze kucapture na waweze kuwa free kujulisha, na upande pia wa wazazi ni nini wanaweza kufanya. Na hata wakati huu mtoto wako umeona saa zingine wengine wao hata wata report, lakini kuna changes utaona kama mzazi unafaa uweze kuwa kipi ambacho unaweza kuona kwa mtoto hapa ni kama kidogo hako sawa, hayuko si ule kama ni tuseme mtoto wangu ni gift ni kama vile ambavyo huyu si gift wangu huyu si gift wangu waweze kuona hizo danger signs mapema na wachukue hatua. Ni kama zipi kwa manufaa ya wazazi ambao labda amekuwa akiona na amepuuza? Kwa mfano nitasema iko na different categories kwa sababu ya miaka. Kama ni hawa watoto wadogo wanaenda shuleni ni wadogo, tuseme kama umri wa miaka 7 hadi hata 9 ama 9 hapo. Watoto kao utagundua kitu ya kwanza inafika mahali wanalia, hawataki kwenda shuleni kabisa, hawataki kwenda. Unapata pattern kama alikuwa ni mtoto mwenye analala vizuri, sasa halali vizuri. Na wengine wao tunasema kizungu bedwetting, ni mtoto mwenye hakuwa na mambo tina kujikojolea kwa kitanda, lakini sasa imefika mahali tu anajikojolea na hakuna kitu yoyote inaweza eleza kwa nini anajikojolea na anakuwa na wasi mwingi, anxiety, hataki kwenda shuleni. Hii unafaa ujue ni alarm ya something is happening, kitu inafanyika shuleni na most likely ni bullying. Haya, kwa hawa watoto wenye tuseme ni makubwa kiasi kama miaka 11 na 2 kuendelea hadi hata miaka 16 au tunasema kama wa secondary school level, vitu unafaa uangalie vitu zenye some of the signs unafaa uweze danger signs ni unapata huyo mtoto sasa imefika mahali anajitenga, social isolation, anajitenga. Pengine wewe umezoea ati akifika huwa anafanya kitu fulani, anaenda kwa room kwa muda fulani alafu anatoka, lakini sasa siku hizi hataketa kujumuika kwa mambo ya familia, anajitenga, anajifungia kwa room, hataki kujumuika. Hata kiwa shuleni pia tumeiona shuleni, unapata hata kama ni darasani huyu mtoto hata ukiwapea tasks kama group work hataki kufanya na wengine, hata kama ni vitu za nje za kucheza outdoor hataki, amejitenga. Hiyo social isolation ni red alarm. Kitu kingine kwa adolescent pia kwa wengine kama mzazi pia tuwe tu makini sana ni body harm. Wengine huwa wanajikata every time wanakumbuka maybe ali experience kitu kama cyberbullying, akaambiwa wewe labda wewe ni mnene, wewe ama mnene kupita kiasi, ama wewe uko mrembo, you're not beautiful. Na unajua katika hiyo stage ni kitu inawasumbua sana. So kama ame experience vitu kama hizo utapata kila wakati akikumbuka anajikata. Kwa hivyo na hiyo ni kitu moja kuonyesha hata yeye imemfanya aone yako ana self esteem, ako useless, hana umuhimu wote kwa hii maisha. Kwa hivyo every time anakumbuka hiyo pain ana inflict pain kwake, ana inflict pain kwake. Kitu kingine pia hawa teenagers utapata kwanza hiyo part ya hawataki kufanya kitu yoyote, hata atataka kukaa nyumbani na ataanza kusema ninaumwa na tumbo, naumwa na kichwa, na ukimpeleka hata hospitali akitestiwa angaliwe kila kitu ako tu sawa. Na unajua wakati mwingine bullying inatoka pia nyumbani. Ndio. In fact kwa research inaonyesha kuko na direct correlation ya zile vita zinafanyika nyumbani. Sisi kama wazazi zile malumbano tunakuwa nazo nyumbani, tukiwa kama kwa mfano mmoja baby bwana ama bibi mbona kuna vita kila wakati na watoto wetu wanaona hiyo vita mara kwa mara, inawasumbua akili, na kama wana popote wanaweza enda kuichannel ama kuinini, wanaipeleka shuleni, na huku shuleni sasa hao ndio wanakuwa perpetrators of bullying. Hao ndio wanaenda sasa kupigana, kufanya hizo vitu mbaya, ni kwa sababu hizo ndio vitu wamekuwa wakiona. Kwa hivyo bado inakuja tu upande wetu kama wazazi. Nikirudi kwa ile swali walikuwa wamesema kwa mara ya kwanza, tunafaa, najua ni jukumu ngumu sana, lakini tunafaa kukuwa role models. Hata tukiwa na malumbano nyumbani tunafaa kuwa na njia nzuri ya kusuluhisha hizo matatizo, ndio pia tusiweze kudhuru kwa watoto wetu kwa njia moja au lingine. Na pia sisi pia kama wazazi tuweze kusaidia watoto wetu kwa hayo mazungumzo, tuweze pia kulimit watoto wetu to screen time. Vile umesema vizuri ati kwa hiyo discussion ulikuwa na wenzako na mtoto gift ashinde kwa teknolojia kwa sababu mtu ako busy. Sisi kama wazazi tunafaa kuweza kureplace hiyo, kutrain watoto. Bado tu researchers
researchers kadhaa, kwa mfano Kumar Mupala na researchers wengine wameweza kueleza mtoto kuanzia mtoto akizaliwa tuseme 0 years hadi 2 years hafai kuexposiwa, hafai kukua kwa screen yoyote ile, iwe ni tablet, iwe ni TV, iwe ni simu. Kwa nini? Kwa sababu wakati huo brain yake, akili, ubongo bado ina grow. Kwa hivyo wakiexposiwa kwa screen kwa namna yote ile, ina interfere na inaharibu hizo neurons zenye zinafaa ziende zitengeneze brain iweze kukua vizuri, mtoto aweze kuwa na attention na mtoto aweze kugrow vile kukua vile inastahili. Kwa hivyo hao wanasema 0 to 2 years afai kwa screen yoyote. Siku hizi mtoto wa miezi 6 anajua simu. Anajua screen. Hapo ndio tunaanguka. Alafu mtihani sisi kama wazazi. Na hata venye wana progress na miaka. Kwa hizo research wanasema kuanzia miaka 3 to 7 years. Huyu anaweza alaiwa lakini iwe bado monitored. Na ikuwe kama nusu saa ama lisali moja. Imeenda na years. Kuna madhara ya kukua kwenye teknolojia kwa mtoto yeyote ama kwa hizo screens? Kuna madhara kutokukua. Lakini kuna wazazi wanaamwanga utajipata kwa hiyo simu ukiwa 18. Kuna shida? Naweza sema hakuna madhara serious, lakini madhara penye naweza sema inakujia ni saa hizi ulimwengu mzima global village tuko kwa teknolojia. Ukitaka hata kusafiri una order kwa taxi. Ukitaka kuorder for kitu unatumia teknolojia. Kwa hivyo hatuwezi kwepa tuseme ati watoto wetu wasikwe kwa hii teknolojia, kwa sababu hiyo hawataweza kusurvive kwa maisha ya kisasa. Ataachwa nje. Kwa hivyo ni muhimu, kitu tu muhimu ni kuwafunza na kuwa guide na kuwa monitor. Na si kitu ya mara moja, ni mara kwa mara. Na hivyo wataweza. Ninajua muda wangu unakamilika. Kauli yako ya mwisho kuhusiana na masuala ya teknolojia na malezi haswa kwa wazazi. Kauli yangu kwa wazazi ni kuwa tujue Mungu ametupa hawa watoto na hawa watoto ni baraka kwetu. Kwa hivyo tuweze kujua jukumu letu kubwa. Sisi ndio kigezo kubwa kwa kuinfluence maisha ya watoto wetu, kukuwa na maadili mema. Na tusiachie hiyo, hata kama tuko na kazi nyingi ya kufanya, tusiachie hiyo jukumu teknolojia. Maanake tukiwachia watoto wetu teknolojia, tutarudi tukapate mwana si wako. Na venye Waswahili wanasema kidole kimoja hakiui chawa. Kwa hivyo sisi wote, wazazi, community, jamii, tutangamane, tusaidie watoto wetu, tuchukue hilo jukumu letu kwa mikono yote miwili. Tuweze kusaidia watoto wetu waweze kukua viongozi na waweze kuishi maisha mazuri yajayo vyema. Asante sana Perpetua kupata nafasi kuzungumza nasi siku hii leo. Najua swala la malezi ni kitu ambacho tunaweza kuzungumzia siku nzima, maana ni kitu ambacho kinatuhusu na pia ninajua kina impact kubwa kwa wale ambao wanatazama. Na pia wewe uliye nyumbani siku hii ya leo, natumai kwamba umejifunza mawili matatu kuhusiana na masuala ya teknolojia na haswa malezi. Na kama una uwezo, unaweza ukamnunulia mtoto wako hiki kitabu cha Perpetua, kinafahamika kama Because I Am Bullied. Ni kitabu ambacho kitampa mwongozo pia na kusoma stori za wengine. Huenda alipitia kitu mtoto wako na hakukuambia, labda atajua siko peke yangu. Kwa heri kwa sasa. Jina langu Elizabeth Mtiko. Kwenye meza ya lugha ishara amekuwepo Kadri Simaloe. Saa 3 atakuwepo hapa Peter Kamau na mengi zaidi. Usicheze mbali.